Mara kwa mara Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi amekuwa anatangaza nia ya kuifungua Zanzibar kwenye sekta ya viwanja vya mipira. Tumeshuhudia hivi karibuni Rais Dr. Mwinyi anajenga uwanja mwingine mkubwa huko Fumba kwa ajili ya AFCON. Hatua hizo za kuhakikisha kwamba Zanzibar inafunguliwa kwenye sekta ya michezo, hatua hiyo ya makabidhiano kwa wawekezaji hao ambao watakuwa na viendesha viwanja hivyo vya wilaya pamoja na mikoa, inatajwa kwamba itakuza vipaji na sekta ya michezo Zanzibar. Na hapa naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo anaanza kuzungumza dhamira hiyo ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kuwapa wawekezaji kuviendesha viwanja hivi. Lengo la mkataba hii ni kuvisimamia na kuviendesha viwanja vya wilaya na mikoa Unguja na Pemba. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amefanya uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa miundombinu, hasa viwanja vya wilaya na mikoa Unguja na Pemba, na vingine tayari vimeshakamilika 100% na vingine bado ujenzi unaendelea kukamilika. Kwa hiyo wizara kwa kushirikiana na kampuni ya Z Sports Management tumeamua kufanya makubaliano mkataba hii kwa PPP wa kushirikiana na Wizara ya Ajira, Uwezeshaji, ambayo lengo lake ni kuviendesha viwanja hivi, na mkataba huo utakuwa chini ya miaka 15, lakini lengo ni kuvitunza na kuviendesha ili viweze kuleta tija. Na kwa sasa utaratibu wa kuvitumia, wao ndo watakuwa wenye mamlaka wa kutoa miongozo kwa jinsi gani ya kuweza kuvitumia. Lakini kama wizara, moja ya usimamizi wetu kwanza kuhakikisha wanatoa fursa kwa jamii ambayo ilozunguka, lakini la pili, watu wenye mahitaji maalum na wao wapewe kipaumbele kuweza kutumia, na ya tatu, kuna kesi nyingi ambazo zimeibuka kuhusiana na masuala ya wale walikuwa wanatumia awali. Serikali nalo hilo tumeliangalia kwa upande wa hilo, na katika mikataba tumesisitiza wao pia waweze kupewa hizo fursa. Lengo kubwa ni viwanja hivi viweze kutumika kwa matumizi sahihi, viweze kutumika na kuvitunza ili viweze kuishi muda mrefu. Tunafahamu sisi tuna kawaida tunatengeneza kitu kizuri, lakini utunzaji unakuwa sio mzuri. Kwa kushirikiana na kampuni hii, wao kazi yao itakuwa na vitunza, wao kazi yao itakuwa pia kuleta mashindano mbalimbali katika nchi yetu, kwa maana viwanja hivi vinatakiwa virejeshe faida serikalini na viweze kuzalisha vipaji. Wao watakuwa wanatoa training katika mikataba hiyo, na wao watakuwa wanatoa fursa katika jamii ambazo zimezunguka hivyo viwanja. Jambo hili limefanywa kwa nia njema kabisa, sio kwa ajili ya kuwafanya Wazanzibari wasiweze kutumia viwanja hivi. Jambo hili limefanywa ili kuwawezesha watu wote waweze kutumia viwanja hizi. Zanzibar ilikuwa ni sehemu inayotoa vipaji vingi, kwa maana kipindi hicho watu walikuwa wanacheza michezo katika viwanja ambavyo sio rasmi, viwanja vumbi na tope, lakini dhamira ya Dr. Mwinyi kufanya maendeleo ama kufanya maboresho katika eneo hili, imani yake kudhalisha vipaji vingi. Kwa hiyo tusiwe na hofu Wazanzibari kupata uwekezaji huu katika kuvisimamia na kuviendesha viwanja vyetu, kwa maana kuna fursa nyingi ndani yake, zitaleta faida katika soka letu na italeta faida katika michezo mbalimbali, na vipaji vitakuwa vinakwenda kuimarika katika nchi yetu. Nataka nimshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi na serikali yake ya Zanzibar kutupa ushirikiano na kutuamini. Lengo letu kubwa ni kudeliver na kuanzia kwenye zile grassroots, ili watoto wetu hapa wa Zanzibar wapate good facilities, good trainers. Tunashirikiana na team za nje, Warabuni, professional scouts, professional trainers. Kwa hiyo wao wataleta zile experience zao kusaidia the locals here na watoto wetu, kwa sababu sisi tulivyoangalia na tukafanya research yetu, kipaji kipo. Hatua hiyo ya Zanzibar kuingia makubaliano inatajwa kwamba itakwenda kuifungua Zanzibar kwenye sekta
ya michezo hapa visiwani Zanzibar. Hizi ni ripoti za AyoTV pamoja na millardayo.com. Mimi naitwa Said Tizrey.